Kazi imeanza kama hivi. Inasadikika dunia imekuja kuwa na matatizo makubwa sana ya hali ya hewa, na hatimaye with the rules of society fracturing, chakula kinakuwa hakipatikaniki. Ardhi imeharibika kwa sababu ya mabomu kupigwa kila mahali, na mwisho wa siku shaka juu ya matatizo. Story of one group's survival. Sasa kuna kikundi kimebaki, na hichi kikundi kinaendelea kuwatafuta watu, kinaendelea kuishi katika hili eneo ili waweze kuwa pamoja katika hii jamii. Au vipi bwana? Kuna kikundi kimesalia, kipo pamoja katika swala zima la wao kusaidiana. Chakula kama tulivyoweza kusema imekuwa ni ngumu sana. Sasa leo wamemkamata huyu bwana Shane McIntosh. Unaitwa Shane McIntosh. Umekutwa na hatia ya uhalifu juu ya ubinadamu. Umetesa watu. Basi hakuna budi unahukumiwa kutokana na makosa ambayo umeyafanya. Hii jamii imeamua kukaa pamoja ili kupambana na matatizo ambayo yanawakabili siku zote, hususan vyakula, ulinzi, kwa sababu watu wanapora ovyo. Kwa sasa mambo yamekuwa si mambo haswa. Sasa anasema huyu mtu tumhukumu kifo kutokana na yote aliyofanya juu ya jamii. Sasa akamuuliza, una neno la mwisho kuzungumza? Nothing. Hana. Not even for this law. Sasa kwa sababu hana, basi hakuna budi huyu ni kupigwa tu na uma ama kupigwa na mavisu. Yes. You needed water. Anasema unahitaji maji. You asked me to get it. Na mliniambia hivyo, nikawatafutia maji, nikayapata. I did. Kila kitu ambacho mimi nilikuwa nimekifanya kilikuwa kinasaidia jamii yetu, si ndio? Nilikuwa nasaidia kabila letu, kundi letu. Haya ni kwa sababu nyinyi mlikuwa mnahitaji maji ili kuweza kuishi. Na naimani hamtoweza kuyapata sehemu nyingine yote. Hamtoweza kuishi hata miaka miwili kwa sababu hamtokuwa na misingi mizuri ya kuishi. Mimi ndiye ambaye nimewasaidia. You asked me to fix. Mliniambia nitengeneze, nikatengeneza. Ndicho ambacho mimi nimekitenda. Sasa mwisho wa siku ndio mnanilipa. So, kwa hiyo you're going to leave me out here. Kwa hiyo nyinyi ndio mnataka kuniacha hapa kwenye jangwa ili niweze kufa. You should die for what you did. Hamna shida. Kama mmeamua kweli kunifanyia hivi, basi Mungu atakuwa ananisimamia. Huna lolote. Anasema ina shida, nitayakumbuka yote. Mara ghafla bilivu Nomads. wanakuja nomads. Nomads yani ni watu makatili, watu wabaya. Yani hata huyu mjusi mwenyewe aliogopa. Anasema come on. Finish him off. Anasema sasa achana naye huyu, atajijua, asije tena katika jamii yetu. Malize kabisa huyu. I hope you get everything. Anasema I hope ulichukua kila kitu. Natumaini ulipata kila kitu kwa jamii yetu. Mshenzi wewe, ukayaleta matatizo katika dunia. Basi tunakuacha hapo, utajijua mwenyewe. Sasa James anaenda akamwambia James, Two beautiful girls. najua umeamua kubaki na wasichana wazuri, End up the way. lakini na imani kabisa ya kwamba hamtoweza kuishi vizuri. Na hata kama unataka kumgeuka huyo mtoto wa kike awe demu wako, mkeo, hautoweza kuishi vizuri, mtakufa. Sasa ilibidi waachane naye tu, watimke baada ya kuona nomads wanakuja. Hao jamani makatili, si watu wema hata kidogo. Wakikukuta ni shida. Hata mjusi mwenyewe aliona bora tu akimbia asije akageuzwa msosi. We should have hanged him. Nomads will get him. Tulipaswa kumnyonga. Anasema wa jamaa waliokuja watamuua. Watamuua. Wana imani kabisa kwamba hatauawa na hao nomads. Kumbe hao nomads walikuwa pamoja naye. Sasa ndipo kakamata mgobore ili kuwateketeza. A couple of hours. Kudadadeki. Nyinyi mnataka kunikimbia. Give it a rest. Na nikimbiaje? Gonna rest. Leo mtadedi tu hapa. Cheki anavyowalenga. Guys, we're gonna be looking over our shoulders. Toba mwe. It'll be the last. Yaani kinachotokea. James alipigwa risasi. James! 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 Anasema wapo kama sitaweza kupona mabinti zangu, Naomi pamoja na Gleta.
Sawa, naombeni muwatazame. Just take care of them. Take care of them. Aliomba wamtazamie watoto wake. James. Kila wanamuita, lakini kwamba tayari James Mungu alimpenda zaidi. Yule mshenzi ndio kapelekea yote haya. Anacheka mwenyewe. Haya, sasa bunduki ukuje kwa baba. Hamna jinsi, ilibidi tu mkokota kutaka kuacha maiti yao hapo. Wanakimbia naye James. Wanahangaika kukimbia. Wanajitahidi kukimbia haraka. Waliwasha injini yao faster. Na hatimaye hao alisema move out. They are nothing without him. Anasema wale hawana lolote. Yule ambaye nimemua ndio kila kitu. Hawatafanya lolote, hawataweza kukabiliana na chochote. Ni kwa sababu huyo ambaye wanamwamini nimeshamua, wale si lolote kama James hatakuwepo. Kwa hiyo James tayari washamua, kwa hiyo wale si kitu. Wanaita Road Wars Max Fury. Bana, mimi niite DJ Mark, tunakuja hivi. Max Fury ndio hii hapa. Miaka 5 baadaye, baada ya kumuona James amepigwa risasi, na sijajua James kweli alipona ama alipoteza maisha moja kwa moja. Bana, tuko na Venom G Wells, tuko na wanasema Hakama. Venom Wells, picha yake ya kwanza kumuona ilikuwa ni Commando ya Arnold Schwarzenegger. She lost while practicing. Is that true? Anachosema ni ukweli. I will pick them all of them. Lakini mimi nitawachukua baada ya mazoezi ya kesho. That's right. Anachosema ni sahihi. Footprints. We don't leave footprints. Hawatakiwi kabisa kuacha alama zozote pale wanapokanyaga. Hawatakiwi kuacha hatua kila wanapopita. Pia wanapokanyaga hawatakiwi kabisa kuacha hatua. And you guys both didn't go back out. And you guys both. Na nyinyi nyote nawaomba msifanye makosa, kwa sababu pindi mtakapofanya makosa yatawagharimu. Go then. Let's go. Somebody else. Twendeni. Wanajilinda, na hii ni moja kati ya jumuiya ambayo imeamua kukaa pamoja kuhakikisha kwamba wanajilinda katika kila baya na katika kila tatizo. Get back to the house. Sasa turudi kwa nyumba. Sawa, tumeelewana. Just go. Wanahakikisha kwamba wanafanya kila wanachokifanya ili mradi mambo yaende sawa. Hey. Get up. Hebu nyanyuka tukimbie. Jamaa anasema kimbia wewe. I'm not living without you. Siwezi kukuacha hapa. Na kuachaje? Wanajilinda, lakini maadui bado wanakuja. Na wanataka kuhakikisha kwamba hapa hatoki mtu. Sasa kuna budi kila moja kabata bunduki, huenda watu wabaya leo wamekuja katika viunga vyao. Let's go. Twenzetu. Ni moja kati ya sehemu ambako wananchi wameamua kukaa pamoja. Kumbuka kwamba dunia kwa sasa haina sehemu ya kulisha watu. Mazao ya chakula hayapandiki vizuri. Ni noma. Mbele panaonekana kuna watu wanakuja. Lazima binti ajiandae vya kutosha, na sivyo mambo inakuwa si mambo. Yes. Anakabiliana nao. Hao ni nomads. Ukisikia ni nomads, ni watu wabaya wa msituni, hata jangwani. Yani ni wahuni, makabaila.
shouldn't have left them. We stay here. Itabidi tubaki hapa. Mom told us to stay and wait for her. Mama amesema tumsubirie. Follow rules. Inabidi tufuate sheria. Tumsubirie kwanza mama. Mama yao ndiye huyu huku ambaye yuko na huyu bwana aliwaambia watoto wake wamsubiri. Chochote kile kitakachotokea wasikurupuke. Wanatakiwa wae karibu naye. Sasa wako wapi? Walipaswa kuwepo hapa sasa hivi. Wamesema tusubiri. Wanakuja nomads karibu na maeneo ambako watoto wamejificha. Patamu hapo. Hey. Yaani ni noma na nusu. Alafu wanakuta wenzao tayari wameshauawa. Imane. Anasema hao wajinga hawako mbali hao. Lazima watakuwa wako maeneo haya. Sasa tuwatafute na tuwamalize kudadeki zao. Msako unaendelea. Wanasema bako to bako. Noma sana. Nini tena? Keep it out of the light. Alimwambia tulia kwanza. They'll see you. They will see you. Watakuona. Tulia usiwe na wenge, unaweza ukapiga hiyo au kioo kile kikawatambulisha wako pale. So unajua kuna lenzi. Lenzi ile ikikamata mwanga, utaona kioo kinakumulika, basi utajua pale pana mtu. Itakuwa ni sawa na nusu. Haya sasa, mama kila anapokwenda watu wabaya hawa hapa. Bwana we! Kimeruka. Hawa wanasikia risasi zinakuja huko, zinatokea upande wa nyuma, basi wanaofuata huko. Ambaye acha wengi wewe. Mama akasema hata kama kikitokea nini, tusitoke hapa. Atulie kwanza, sio na wengi. Bwana ni risasi tu. Ni risasi tu zinapigwa mzee baba. Wuku! You shouldn't have stopped me. Anasema ukupaswa kunizuia. What? No, I wouldn't have. Nasemaje? Siwezi kupoteza maisha, usinizuie. Ndugu wangu, acha kuwa mkaidi. I'm gonna go help her. Nasema naenda kuwasaidia. Binti ya kutaka kusikia na mpiga azana anasema yeye ataondoka tu. Amezuiliwa vya kutosha lakini ameamua. Sasa mdada ilibidi amuite tu mdogo wake Naomi. Naomi, acha ujinga wewe. Lakini Naomi ndio huyo. Ameshaamua kwenda. Patamu hapo. Hey. Dada ama mama yao ndio huyo. Napiga visu kweli. Lazima ajitetee. Lazima atetee familia yake, ajitetee na mwenyewe na yule aliyokuwa naye. Na sijajua vizuri aliyokuwa naye ni nani wake. Ni mume wake ama ni nani wake? Bado sijafahamu. Patamu hapo. Hey. Watoto wanakuja na wanakuja kumfuata mama. Anasema vipi? Una chochote ambacho umekiona hapo kwa jamaa? Anasema no keys. Alitafuta kama kuna funguo ya gari hawa jamaa. Hamna. Labda gari itakuwa iko na funguo yake mle. Naenda kucheki kama kutakuwa kuna funguo. Natafuta kila mahali. Hawaoni. Wajomba ndio wanakuja. Yuko jamako. Ibari. Anamshtua lakini visu anapigwa. Mama anakuja kumtetea mtu wake. Piga mshale lakini kuna mwingine naye pia anakuja. Patamu hapo. Vurugu. Get up. Come on. Girls, did you see any more of them? Did you see any more of them? Egon, that's... Anasema hapana. Basi ingie kwa gari. Ama
gari wajaona ufungue. Basi ilibidi watafute pa kukimbilia. Wanamkokota mzee na mwisho wa siku anafika magetoni. Hebu mweke kwenye kochi. Mweke kwenye kochi mara moja. Go get the medical kit now. Hebu nenda kachukua medical kit. Sasa hivi. Aliwaambia waende wakachukua medical kit. All right, we have to get him some antibiotics or this could... Haya jamani, tukachukue antibiotics. Tasaidia sana. Truck. There can't be any signs. Hey. Anasema ile gari inabidi waitoe pale walipo. Watashindwa kujua kwamba sisi tuko maeneo gani. Sawa Wafanye kile kinachowezekana. Alafu na ile miili kama itawezekana waizike. Yaani miili wale jamaa. You can do that. Mnaweza mkafanya hivyo. We got it. Anasema tumekusikia mzee. And then I'll meet you out there. Let's go. Sasa nyinyi nendeni na mimi nakuja baadaye. Fanyeni hivyo. Ngoja kwanza nimwangalieni baba yenu. Sasa hawakutaka mtoto ajue kwamba huku kuna familia inaishi. Kwa hiyo cha muhimu na cha kufanya ni kuhakikisha wanafuta uwepo wa ile gari wala na wale jamaa, yani wale washikaji wasijue kwamba kuna mtu huku. Ndio maana wanasema popote pale wanapotembea wahakikishe wanapokanyaga unyayo usionekane. Mama anajaribu kuangalia dawa kama atapata kwa ajili ya mume wake. Lakini bado anachanganyikiwa, dawa hakuna, haoni dawa. Mume wake atakufa, hamna antibiotics. Sasa wanakuja kuipoteza hii gari. Lakini kuna mtu anapanda hiyo gari anakimbia nayo. We nipatie bunduki basi. Anataka kuondoka na hiyo gari kwenda kutoa taarifa kwamba huku kuna binadamu wanaishi. Dada akaamua kuchukua. Piga. Kamkosa. Sasa huyu anaenda kupeleka taarifa kwamba wenzake wameuao. Anasemaje? One of us. Ngoja mimi niende. Mama kasikia risasi. Alijua labda huenda vijana wake watakuwa wamepigwa risasi. Anasema ngoja kwanza niende nikaangalie. Nakuja baba Chanja. Slow. Anasema umekuwa slow sana. Alisema I hate it. Amekuwa slow mpaka yule jamaa amekimbia. You should have given me the rifle. Well, ulitakiwa kunigia bunduki tokea mwanzo, mjinga wewe. Mimi siku zote nasema wewe ni mtoto wa mama. Unajua wewe ni mtoto wa baba. Wewe ni mtoto wa mama. Mdogo mtu alingangania sana bunduki, alishindwa kuitumia. What happened? Hebu mniambie nini kimetokea? Got away in their truck. Alisema mmoja amekimbia na gari. Cut her off in the canyon. Give me the rifle. Hebu nige hiyo rifle. Ngoja mimi niwafuatilie. I'll go with you. Naenda na wewe. Alisema nenda kamwangalie Egon. Hawa jamaa mimi nataka niwakimbilie huko ambako wamekimbilia, hususan huyo mmoja. Sawa, fanyeni kila ambacho nimwambia. Nendeni. Atafanyia kila kitu. Hataki huyu jamaa apeleke ujumbe huko kwao. Yes. Atajua atakachokifanya, si kama atakata shortcut. Sijui, lakini anasema anajua atakachokifanya nini. Kumbe atamkimbiza na gari yake. Mama anaingia katika gari chacha. Wewe anakuini kumfuata. Yuko na kidani chake na cheni yake hii. Sasa mama anakwenda kuifuatilia ile gari iliondoka. Yaani kiufupi ni kwamba yule jamaa lazima azuiliwe. Asitoe taarifa. Egon. You gotta get to her. Nendeni mkamchukue. Nendeni mkamsaidie. Anaambia Egon kwanza acha wenge, tulia hapo Egon. We need to address his wound. Inabidi tumfanyie matibabu katika kidawa. Hebu katafute antibiotic. Haraka sana. Inabidi wamfanyie matibabu katika hichi kidonda chake. Haraka sana. Mama sasa ilikuwa ni mkimbizano na huyu jamaa. Huyu jamaa akipeleka taarifa tu wamekwisha. Mama anaenda anasimama kwa hapa ili apate nafasi nzuri ya kumlenga huyu jamaa. Asiende mahali. Naona amekata shortcut. Si jamaa ndio huyo hapa anakuja sasa. Piga kudariki zake ya kichwa. Ameshamaliza kazi mama. Utamtaka sasa jinsi alivyokuwa yuko sawa. Mama mwenyewe anachoka hoi. Yaweza kuwa naye pia alikuwa ni majeruhi.
stay with her. Hebu baki nayo huyo. Akicheki kule na mwana mama akashadondoka chini, hayuko vizuri. Anakwenda kumtazama ili kwa ajili ya kuweza kumpa walau huduma japokuwa ndogo. Tazama faster hapa. Let's get you back. Come on. Amka mama. Amka. Let's get you. Twende nyumbani. Sasa wanaiacha gari ili kwanza kwenda nyumbani. Na sijaona ile gari ya wale jamaa. Anamuingiza kwenye gari. Yes. Sasa gari ya wale washikaji sijui imedondoka. Maki huku kuna vilima kidogo. Ama sijui imeenda tu imegonga mti. Sijui imeenda wapi. Bado sijaona mwelekeo wake. Lakini mtoto wa kike haraka sana anamchukua mama ili asionekane na yoyote. Kionekana na yote hapa ni so na nusu. Mtu mmoja mbadi naye anakuja, haamini. Ni wale walioponea chupu. Namuona jamaki huko hapa. Haamini. Idiot. We mpuzi. Where are the other ones? Sasa una bunduki. Where are the other ones? Sasa wengine wako wapi? Damn it! Kuda deki, na maana umebaki mwenyewe tu. Damn it! Kuda deki. Anajaribu kuwatazama wenzio wako wapi. Hamna hata mmoja. Sarah. Sorry. Samahani. She's lost a lot of blood. Amepoteza damu nyingi sana. Does he feel warm? Like he has a fever? Amepoteza damu nyingi mpaka ameshikwa na homa. He's pretty warm. Yani he's pretty warm. Yani kwamba ana moto kweli kweli. Let's get this cleaned up. Hebu tuendelee kumsafisha. Any change? Sarah and Egon are still knocked out. I don't think they're getting any better. We need to figure something out. Sarah said Egon needs antibiotics, but we don't have antibiotics. Sasa wataponaje na wakati hawana antibiotic? Na Sarah amesema tusipokuwa na antibiotic hatuwezi kupona. Inabidi waende wakaitafute. Labda twende ukachukue uyoga, Weed. something back, sio tukachukue bange. She taught you too. Amekufundisha vizuri. Tatizo lako ni kwamba wewe hukutaka kumsikiliza. Labda yale mafunzo ambayo alikwambia tokea mwanzo ungeyafuatisha, ungeweza kujua. Sasa hawana antibiotic. There's desert milkweed. Sasa sidhani kama bange inaweza kusaidia. Maybe some yarrow. Labda tukatafute yarrow. Wakatafute yarrow. Combination of those might. Anasema tuchanganye kidogo na vingine, labda huenda inaweza kutosha. Ikasaidia. At least tunaweza tukasaidia kidogo wakabaki kwa muda ambao sisi tutapata dawa nyingine ambayo inaweza kawasaidia. Yani ni kama vile unaumwa na malaria, unapiga kwanza Panadol kidogo, unakata homa, alafu utaenda hospitali kesho. Sasa ndio kitu ambacho binti anasema inabidi wafanye hivyo. Waende wakatafute hizo dawa fulani hivi zitakazoweza kusaidia kidogo kuwafanya hao wasikie afadhali, alafu wao
waendelee kuhangaika kuitafuta dawa itakayoweza kuwasaidia moja kwa moja. Haya, sasa huku niko wale mabanditi. Hao ndio Norbert moja kwa moja. Yule mmoja ambaye alikuja akaona mwenzake amekufa, amefanikiwa kuja na gari mpaka huko, anakuja kutoa taarifa kwamba kuna mahali bwana kuna watu. Alafu sasa tayari ndugu zake wameuawa. Alafu anakutana na yule kamanda mwenyewe. Anasema gari nimeiona. Hondo's dead. Lakini Hondo kadedi. I don't know where the rest of them went. Na sijajua wengine wako wapi. Where was? Up in North. Wapi umesema maeneo gani? From here. Anasema kule katika mapromoko kule. How? Na unaweza ukaenda kwa siku nzima. No. Mimi sijui bwana. They said they could be Lakini wamesema that way, but inaweza kuwa kuna watu ambao wanakaa kule, lakini hawajawahi kuonekana na mimi sijapata kuona. To get all of our look. Kwa dadiki zako endeleeni kuangalia kila mahali. Sasa iwapo kama watakuwa katika maeneo niambie. I don't care what it is. Sawa, mimi ninachokitaka nijue kama wapo tuwavamie mara moja. Turn up, alive or dead. Nasemaje? Ukiwaleta wakiwa wamekufa Because like ama ni wazima sio mbaya. you tell my whole You tell my whole team here that nobody goes maroon. nobody goes maraining unless I say so. That Umenisikia? Yaani mtoto asifanye ujinga wote na asifanye chochote, asende mahali wote mpaka mwelekeze aende wapi. Anamwambia hiyo gari ni ya kwako kuanzia sasa. thank you, boss. Asante sana boss. Kama ndinga ni ya gonge janje. Wameenda kuchukua hizo dawa sasa. Wamechanganya na bange na nini na uyoga na ujua wao. Labda inaweza ikaleta afadhali kidogo kwa marehemu watarajiwa. You get started on Sarah. Huku anaendelea kumsaidia Sarah na huku akiwa anaendelea kumsaidia huyu mwingine. Mambo kidogo imekuwa imechemuka, sio mchezo. Sarah? Sarah? Doc. Sarah. What did she say? Amesemaje? I don't know. Sijui, lakini kuna maneno hapa kazungumza. They were antibiotics? Which ones? Labda anasema sio antibiotic, labda anaweza kaniambia kwamba ziko wapi hizo dawa? Scott, Ameanza nazungumza na S. Ameanza kuzungumza na S. that you need to pay attention. Wewe unataka kuwa makini katika kile jambo. Umekaa tu kizembezembe. Exactly why you here? I am doing everything. Yaani mimi nafanya kila kitu hapa. Lakini umekaa kizembezembe mpaka mama hapo anazungumza, lakini umeshuta tu kujua hata amezungumza nini. To be alive. Kwanza una bahati kuwa mzima mpaka sasa. Doc. Sarah? Sarah, talk. Radio. Salvation. Salvation. Radio. Sasa wanaitafuta radio ili labda wajaribu kuwapigia watu wa Salvation. Salvation ni sehemu ambako watu wanaenda kwa wingi. Hello? Salvation? Come in. Anajaribu kuwasiliana na hao jamaa, labda huenda radio check Salvation. Doc? Upo hapo. Doc? Come in. Come in. Sasa kuna mtu ambaye upande wa pili huku labda huenda anatakiwa asikie. Simuoni kwa karibu na haya maeneo. Kwa hiyo dada anaomba msaada, lakini msaada anaokosa kwa sababu mtu hayupo karibu na radio. Nakutana na ujumbe, sijaangalia vizuri ulikuwa unasemaje. Labda azungumze hivi. Come in. This T-Bird. Hello? Hello? Anybody? Kuna mtu yote? Doc? Salvation Doc? 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 Anybody? Anybody? This is T-Bird. Come in. This is T-Bird. Come on. Kuna mtu kasikia huu ujumbe. Alikalia kiti. Sarah. Sarah ni wewe? This is Doc Nelson. Mimi ni Doc Nelson. No. Over. This is Nate. Hapana, mimi ni Naomi. Oh my God. Wewe Mungu wangu. Naomi. Oh. Sound just like your mother. Yaani sauti kama mamako. It's been so long. Ni kitambo sana jamani, hata sija kuonaga. Sarah and Egon are bad. Sarah na Egon wako katika hali mbaya sana. Antibiotics. Tunahitaji antibiotics. Help. Si kama utakuwa unazo na utuambie uko wapi? Can you use Cipro? Una Cipro?
Cipro. Cipro will be perfect. Yes, Cipro naweza kasaidia. Can you do a pickup? Naomba uchukue hiyo pickup. We can't come to you. Hatutaweza kuwafuata mlipo. Do a pickup. Lakini you can do a pickup. Okay. Sawa, okay. Look, what's your location? Hebu niambie kwanza sehemu ulipo hapa. By the Roseberry Forest. Nipo Roseberry Forest near the Barbary. So you can make the transfer part way. It's half the distance. Alisema inabidi utoke huko ulipo na mimi nitoke huko nilipo, tukutane katikati. One sec. Subiri kwanza kidogo. Ngoja kidogo. Nichukue niandike hapa au nieleze wapi nikuje. Okay. The Coordinate ni hii hapa. 35 degree north. 117 degree west. West. I repeat. Narudia tena. 35 degree north. North. 117.9 degree west. Got that. Over. Umenisikia? Over. Yeah? Yes, nimekusikia. Iko ni kipimo cha longitude na latitude. And via the coordinates. You will find Utaenda na utakutana na box, kuna mahali tutakuwa tumekuwekea. Stanton. Sasa hapo ile box namba yake 225. Stanton 7. Umesema 225 au 725? Thank you. Asante. 725 Thank you. Malipo je? Don't have much, but Hatuna pesa nyingi. If you Wewe na wasiwasi. Kama unataka chochote muda wote come back to me. nirudie tu, nipigie simu. Sasa nimekusikia, asante. Asante sana. Kuna mtu yuko nyuma yake huyu. Ameyasikia maneno yote. Huyu ni Deka au? Ndio. It's running late. Walikuwa wanaomba madawa. Wameishiwa na kila kitu. Damn it. You want me to contact the warden? Vipi naweza nikawasiliana na warden? He's in a bad mood. Lakini ipo katika bad mood. Yaani bad mood ni mtu ambaye haipo katika hali ile kwa sawa. Yuko kwenye bad mood. We can pick up the meds. I can drive. Haya, twende tukachukue dawa, mimi nitaendesha. No, not happening. No, not happen. I just talked to the doctor. Anasema niendeshe mimi. Mdada anasema hapana, hiyo kitu haiwezi kutokea. So, she can't come here, but we can pick it up halfway. It's too Ni dangerous. hatari sana. And that could have been anyone on the radio. Sawa, anastaki mtoto awe katika radio. You have to think before. And me, and you, and Egon asked for her by name. And if this is the only way to save them, I'm going, with or without you. It's too dangerous. I'm not Ni hatari. gonna die. It's my fault. Sawa, lakini mimi siwezi kukubali mtu apoteze maisha. I have to make things right. Nataka nifanye kitu kilichokuwa sahihi. Kama tunaenda wote. Na kama kuendesha nipe mimi niendeshe. Sasa kilichobaki ni kujitayarisha kwa ajili ya kwenda kuchukua hizo dawa. Haya, sasa kazi ni moja. Wameshajiandaa vya kutosha, na mtoto wa kike ndiye anaamua kuondoka yeye kabla dadake hajakuja. Sasa naacha ujumbe wapo, kama wataamka basi wajue kwamba wao wameenda wapi na wameenda kuchukua nini. What are you doing? Wao wanafanya nini? I'm getting the medicine. If I leave now, I'll be back before nightfall. Naenda kuchukua na yeye na hiyo dawa. Tarudi wote usiku hapa. You really think Sarah and Egon want you to risk? Wanachukua kwanza uangalie hawa Sarah na Egon. Waangalie. Dada anasema hapana. Tunaenda wote. Move over. Nasemaje? Move over. Toka nje. No. Naenda na wewe. We're doing Baki na Sarah. and we're Sawa? back together.
hatuwezi tukaenda wote tukarudi wote salama. Kama nikufa ninde nikafe mimi. Lakini mtoto akika ngangana umumu, basi akamwambia haya, twenzetu. Did you pack the weapons and ammo? Lakini akamtoa katika udereva kwa sababu mtoto akika alikuwa anangangania endeshe. Basi mwisho wa siku mdada ndiye anaendesha ili sasa wasogee wanapokwenda. Wanaenda kuchukua dawa antibiotic kwa ajili ya kuweza kumsaidia Sarah pamoja na Egon. Wapo katika mazingira magumu sana. Kumbuka sehemu ambapo watu wengi wanakufa na hakuna msaada. Yes. Dunia ambayo kwa sasa imesalia haina kitu ambacho unaweza ukakipanda kikaota. Hususan mazao. Mazao yani ardhi inaweza kaota lakini akawa na sumkuvu kwa wingi sana kiasi ya kwamba ukila sumu itakuwa inakudhuru kila siku. Yani sumu yake sio sumu ambayo unaweza ukala ukafa hapo hapo, hapana. Bali sumu yake itakuwa inaendelea. Mfano umekula mchana, umekula jioni, umekula asubuhi, chakula kile kina sumu ambayo itaendelea kujikusanya na kukuathiri taratibu taratibu. Sio sumu kali sana. Unaweza ukala chakula hiko ndani ya miezi 6 ndipo athari yake imeanza kutokea. Unaweza kaanza kuona figo zinafeli, maini yanafeli. If I say stay put, na vitu kama hivyo. you gotta do it. Haya sasa. Wanaelekea huko watoto wa kike wawili. You also have. Lakini pia unapaswa na mimi unisikilize. Umri wangu kwa mdogo sio kwamba sina akili. My decision goes. Lakini my decision goes. Promise me. Kwamba kitu nikikwambia mimi ndipo unaweza fanya wewe. Sawa? Yani akimwambia kitu amsikize. Yeye ndio dada mkuu. Anatakiwa yeye amsikize kila kitu, asiende tofauti na yeye. Hicho ndio kitakuwa ni kitu muhimu sana na jambo la msingi na sekondari. Sasa mwisho wa siku gari sijui umeiacha hapa kimakusudi ama gari imezima mafuta ina. Ama ndio kodi zenyewe zilizokuwa zinasoma ni hapa. Jaribu kuangalia. What are you doing? Unafanya nini? Reconnaissance. Najaribu kuangalia kama itakuwa ni sehemu yenyewe. What are you looking for? Unaangalia nini? What are you looking for? Alisema ishara ya maisha. Tracks. Leftover camp gear. Area is too big and unprotected. Nasema imeonekana kwamba ni kubwa sana kiasi ya kwamba hii sehemu ni kubwa kiasi ya kwamba kujilinda itakuwa ni ngumu. Inabidi waende wakiwa kama camouflage. Yani kiufupi ni sehemu hii kwa kiasi kikubwa ina uwazi. Sasa wapo kama wataenda huko ni lazima wataonekana wakiwa kwa mbali. Kiasi ya kwamba hakuna mtu anaweza akapona. Sasa hakuna budi waende wakiwa katika camouflage. Camouflage ni kama vile unajipaka vumbi kiasi ya kwamba usionekane vizuri. Sasa tunarudi kule ambako kaachwa Sarah na Egon. Wamezirai wote. Sarah taratibu anaanza kuzinduka mdogo mdogo. Greta anamtafuta Greta na anamtafuta na ule binti mwingine wako wawili. Lakini hakuna mwenye kuitikia. Anamtafuta Naomi, anamtafuta Greta. Lakini hakuna mwenye kuitikia hata mmoja. Sasa hii hali kidogo ilimshangaza. Akataka kujua watoto wameenda wapi. Na ndipo anakutana na ujumbe ule kwa juu hapo ya meza. Na ujumbe unasomeka kama hilivyo. Wamechukua gari. Doc. Amesema kwamba tuende halfway. Tutaenda kupata dawa antibiotic kwa ajili ya kusaidia mama. Mama kashaona maelezo haya. Kwamba Doc kawaambia waelekee halfway. Atenda atawapatia dawa huko. Shaelekeza dawa zinapatikanika wapi. Safari ndio huu wanaendelea kusogea. You want some? No thanks. I need to hydrate. Unahitaji wanywe hata maji. I got this. Alisema niko na hii pombe
Mstaki pombe mimi. Yeah. Kunywa pombe bwana. Kwa nini utake? You see that? Umeona hiyo? Gari zimedondoka. Yeah. Yaani huku ninawa sana. Anasema let's keep going. There's something we can use. Like what? Acha tuendelee kusonga. Anasema mafuta labda. Anasema wasimame waangalie ile gari kama itakuwa na mafuta, wala wanyonye mafuta. Waendelee kusonga mbele. Anasema we are not stopping. Hatuwezi kusimama. Just because you're older doesn't mean you're right. Yaani kwa sababu wewe ni mkubwa basi unajiona una haki. Chochote kile unachoniambia mimi nikusikize. Lakini hata na mimi pia na ushauri mzuri. You had to follow all the rules and unatakiwa ufuate sheria zote, acha kuchanganyikiwa. Alisema that is not case. Without thinking of others. Sasa sikiliza, mimi ndiye mkubwa, najua mengi. Na hiki ambacho nakwambia ni sheria. Also have problems. Tatizo lako na matatizo hata naye mwenyewe. I will break a rule if I have to. Sikiliza, sometimes ni kwamba unaweza kuvunja sheria ili mradi mambo yaende sawa. We should have stopped at that vehicle. Nasemaje, simamisha gari. I said no. Nimeshasema hapana. Wanaonekana kama alivyosema, umbali huu wa jangwa ni mkubwa kiasi kwamba wataonekana hata kwa mbali. Kiasi kwamba alitakiwa atembee kwa yani kama vile kujiwekea kama fridge. Bwana, kuna gari inakuja huko. Una hakika nasema yenyewe hiyo baba. Wale ambao tunawatafuta. Basi ina noma. Wako upande gani? Basi hamna shida, wakamate. Lakini usiwaue. Si unajua watoto wa kike wazuri wadogo hao. Nini tena hiyo mzee baba? Inaonekana wale tunawatafuta wameonekana. Sorry. Kwa hiyo tunafanyaje mzee baba? Owner wewe ndio mmiliki wa ile gari sasa hivi. Has been dead a long time. Yani kama kudedi, ulikuwa udedi kitambo sana. Sasa nataka uingie kwenye gari yako. Then they are in for hold your fat. Anasema watoto wa kike sasa wameshaingia katika dunia yenye maumivu. Hachomoki mtu. Ngoja wakuje huku niwaonyeshe. Think this was Dad's? Yeah. I vaguely remember him playing it. Don't! You don't like it? I don't think it's a good idea to be playing out loud. Come on, live a little. It's not a good idea. Okay, I don't even think this is real music anyways. Wait. That was definitely Dad's music. But don't play it loud. I don't think we should be blasting. Usije ukapiga kelele sana, naomba utulie kama ulivyo. Usipige kwa sauti kubwa, yani don't play louder. Asipige kwa sauti kali. Apige kwa chini kwa sababu nyimbo hii kaipenda mtoto wa kike. Wow. Wanasema siku zote safari na muziki, lakini wasichokijua wanafuatilia nyuma vibaya sana. Wanakuja wale wazee wa kazi alafu sasa ni mabinti wadogo sana hawa. Na jamaa anasema anawataka wakiwa wazima sababu ni mabinti wazuri, wadogo, wengine anataka kuwaoa. Sasa huyu jamaa ndio kapewa kazi kwamba hakikishe hawanase, lakini sasa asiwaue. Na ndio huyo hapo sasa anateremka chini baada ya kuepo katika yale majabari, anawafuata, anawakatia denge. What was that? Sniper. What are we gonna do? Hold on. We're almost there. We just need to get to the mountains. Let him go.
Don't take your eyes off them. You got it. They're not getting out of my sight. Over and out. Mambo ndio yameshachimuka. Olo, unaitwa Doki. Ulikuwa umeleta nini huku Doki? Mama kama alivyosema waje halfway, yani kiufupi mama atoke alipotoka na hawa waje walipotoka, basi wakutane katikati wapeane hizo dawa. Sasa mwisho wa siku Doki kanaswa. Hawa ndio wanaendelea wanakuja bila ya kujua wanakokwenda tayari kuvishakuwa ni mbaya. Patamu hapo. Grab the rifle. Backseat. What's the name we're looking for? Arch Stanton. Sasa wanakwenda kuchimba ama kuchukua sasa hiyo dawa sehemu zilipo. Hawa hapa. Lakini hawajui wale ambao wamewaletea dawa tayari wameshaingia katika matatizo makubwa. Na ndio hao sasa wanafuatiliwa. Noma sana. Wanafuatiliwa wao bila ya kujua. Noma sana. Yani wale ambao walikuwa wanahitaji kuja kuwapa dawa tayari wameshashikiliwa na watu wabaya. What's the combination? 725. Sasa combination nasemaje? Ni 725. Are you sure? Yes. Una hakika? Nasema yes. Nilikuwa nimeandika. Ni 725. Well, it's wrong. Hapana. Sio sawa. Down wrong. Sio 725. I tried. Nimejaribu mara kadhaa hapa. 27. None of it. Sio 725. Labda ni 225. Hapana. Labda jaribu 527. It's not going to be easy. We're going to need a... Anasema jambo sio rahisi hili. What are you doing? Kuda deki zako mbona hutaki kufunguka wewe kabati? Wewe. That's how we're going to save Sarah. Wewe ngoja kwanza usije karibu hizo dawa ni hizo. Ukasababisha matatizo. Tukakosa dawa ya Sarah. There. Dawa ziko humo. Hazijapasuka. Yani dawa inaekwa kama dhahabu. Yes. Hakika antibiotic kwenye dunia ya sasa ni shida. Kwa sababu hakuna kiwanda chenye kufanya kazi ya kutengeneza dawa hizo. I'll be right back. Sasa mimi narudi. Ngoja kwanza nisikize kitu hapa. Antibiotic. Kuna Cipro. Cipro ni moja kati ya dawa ambazo sana sana zinatumika kwa nani? Kwa dawa gani zile? Kwa ugonjwa wa typhoid. Cipro. Hata kama ukiwa na UTI. Sasa anasema acha mimi nimwekee pombe huyu. Nitamsaidia. Yeye anachukua dawa, anaacha pombe. I got it open. You bury it. Anasema mimi ndo nimefungua, wewe utazika. Hayafukia. Yule jamaa amekuja kuwafuata na pikipiki. Ameambiwa asiwaue zaidi ya kuwanasa. Na ndio huyo anakuja sasa. Anaona wale mabinti wale. Sasa wana yeye. Oya wanarudi hapa. But don't be seen. Anasema hakikisha unakaa nao sambamba. Usije ukakosa kuwaona. See? We have eyes on them. I know. Anasema tayari we have eyes on them. Umeona? Wewe unafikiri unaweza ukatuficha sisi tusijue wako wapi? Sasa sisi tuko nao macho, tunawafuatilia. Tutawapata. Kuda deki zako. Nyinyi wanne mnajaribu kuniua mimi. Sasa nyinyi kuniweza. Mnataka kuniua. Not Sarah and Egon. Anasema labda ni mimi ndio nilikuwa nataka nikuue, sio sana wala Egon. Wote ni wale kwa deki zako. Usitaki kuwatetea tu kwa sababu nimekushika wewe. Hapa wewe utakufa na wewe mwenzako atakufa. Mimi sijui mwongo mkubwa wewe. Mwongo. This is your last chance. This is your last chance, Doc. Tell me where I find the Sarah and Egon. Anamwambia na hii safari yake ni ya mwisho kumuuliza. Asiposema Sarah yuko wapi na Egon yuko wapi anakufa.
Sasa mna shida na kuamini. Away. Take away. You're lucky you're a doc. Una bahati kuelekeza kwa sababu wewe ni doko. Ningekuwa hapa hapa wewe. Change of plans. Take out that car. You got it, boss. What is that? Wanajiuliza ni nani? Kumbe ni drone inaletwa. Drone! Wanakuja endesha. Wanaleta drone. Bibi kakamata gobore. Anataka kupambana na drone. Sasa sijujua hii drone ina mabomu. Sijajua. Lakini mara nyingi drone huaga kama hizi zibebagi mabomu au labda yenyewe ni bomu Hebu tuone. Ina mabomu mama yangu. Patamu hapo. Anamwambia kamata usukani sasa. Acha mimi nikabiliane na huyo drone kudadiki zake. Hapo chacha. Dada mkubwa sasa kakamata gobore. Hii inaitwa piga ni kutwange. Twanga ni kupige ni kutwange lile kitu. Wow! Nimeidondosha. Kudadiki. Haya, kamata bunduki sasa. Nimeidondosha. Wanyama na wanyankuzi wanazidi kuja. Load this for me? Bahati imekuwa ni mbaya kwa upande wao. Wameshikwa. Da. Mzee amekuja kusema nao. Vizuri. Naona tuko na watu hapa. I got some questions for you. Ila mimi na maswali nataka niwaulize. Nyinyi wawili. Get the vehicle. Kwanza gari mmeitolea wapi? Won it in a contest. Won it in a contest. Won in a contest. Just with that day. Hebu niambie kwanza gari mmeitolea wapi? Acheni ujinga. This is where we get. Na kuulizeni ni wapi mlipopata silaha? Wapi mlipopata hii gari? And you, what do you do? Sasa niwaulize pia mmekuja kufanya nini hapa? I'm talking to her. Nazungumza na huyu. Sio wewe. Give me a knife and I'll show you. Nipe kisu alafu nikuonyeshe. Wow. Vizuri. You two. Nyinyi wawili mnaonekana ni kama wababe fulani hivi. But you're also very stupid. Lakini nataka niseme pia ni wapuuzi, wajinga kabisa. So, hebu mniambie, mmetokea wapi? You know, if somebody asked me where I was from, I'd tell them. Mtu atakaponiuliza mimi nimetokea wapi, namwambia nilipotokea. Nowhere. Yes, nowhere. You know, you
Na najua nyinyi lazima kutoka kuna watu mnaishi nao. Na najua wazi kwamba watu hawa ni watu ambao pia hata mimi nawahitaji niwaone. Si kwamba nyinyi mtaishi wenyewe kama mlivyo. Kuna watu wanawalinda. Betray you. Lakini nataka niseme hao watu iko siku watakuja watawageuka, watawasaliti. Haya, sasa tunarudi tena nikuulizeni kile ambacho mimi nasema ni hivi. Nauliza. You kind of are rambling. Wapi mmetokea? Watu ninawataka ni hawa. Kwa bisara. What are you doing here? Na mmekuja kufanya nini hapa? If we tell you, you let us go? Tukikwambia utatuacha twende? Yeah. Yeah. Yes, mkiniambia ukweli mimi nitaacha. Why? Kwa nini nyinyi wawili mpo katika ardhi ya nchi yangu? Medical supplies. Tumekuja kuchukua dawa. Dawa. You got them from Doc. Dawa. Kwa hiyo dawa ndio mmekuja kuchukua. Daktari ndo kawaambia. You know the doc. Kwani wewe daktari unamjua? Na umeacha kuuliza. We're old friends. Something. Tulikuwa marafiki wakubwa zaidi. Ya miaka 20 tuko pamoja na doc. Exactly what supply? Yes. Kumbe nyinyi ndio mmekuja kuchukua dawa. We do the antibiotics. Alisema ni kweli, ilikuwa tunataka antibiotic. Oh, antibiotic. What's this? Hii nini? Hamna kitu. Ni kitu ya kawaida tu. Cut him loose. Hebu ikate. Carry him loose. Awakatie kamba. And the med kit. My car? I said. Kwenye gari yangu? The pickup. Yes. Med kit. Kalete pickup. Once move. Yes. Move. Nenda. You're going to help us. Not everybody is a bad guy, as they say. And you are doing something that's quite humanitarian. Sio kila mtu ni mbaya. Yes. Wengine sisi ni watu wazuri. Sasa mimi nataka niwasaidie. We don't have any antibiotics. Sisi bwana hatuna antibiotic. Na vile vile Something in here that you can. labda kuna kitu ambacho kinaweza kikawasaidia kipo ndani ya begi, lakini antibiotic hatuna. Labda muangalie kile ambacho kinaweza kikawasaidia. Thanks. I'm Greta. Asante. Mimi naitwa Greta. Naomi. Mimi naitwa Naomi. We're sisters. Sisi ni ndugu. Ndugu. Mimi naitwa Sheni. Naitwa Sheni Macintosh. I think that. Sasa mimi nataka tu labda muende, ingependeza zaidi. Asante. Good luck. Niwatakie kila la heri. It's a shame they had to barbecue your screaming Mimi. Sasa anasema sasa nyinyi naona kama mtakuwa mna shida huko mbele, bunduki itawasaidia. Chukueni tu bunduki. I want you to follow them. Mimi nataka muwafuatilie mdogo mdogo. Find out exactly. Alafu tujue wapi wanapoenda, wapi wanapofika, alafu ndio tunawakamata. Na wale ambao wako pamoja nao. Nilitaka nijitengeneze kuwa rafiki kwao. Ile mradi waamini jambo. Maana kitu walichokitengeneza wamejifanya kama vile ni watu ambao ni wazuri, lakini kumbe wanawaacha ili wawafuatilie nyuma. We trained them well, Egon. Just hang on a little bit longer. They'll be back. They'll be back. Mama anasema wanarudi. Naamini ya wasichana watarudi. Ningekuwa bado nipo sawa, ningewafuata. Lakini kwa kudra za Mwenyezi Mungu, hawa watoto watarudi wazima. Mama yuko na yule mwana akiwa anamliwaza kwamba asiwaze sana, kila kitu kitaenda sawa. Nini tena? Are we stopping? Kwa nini umesimama? Let's go home. Tuenze tu nyumbani. The medicine kit they gave us. Let's see. Hizi dawa ambazo umetugea hizi. Go home. Mimi na wasiwasi nazo. Sio dawa wala nini. There might be something that can help Labda us. kuna kitu ambacho
kitaweza kutufanya sisi tujulikane wapi tunapoenda. What do you mean it doesn't matter? We, kwani unamaanisha nini kwamba sio tatizo? Tatizo, wale jamani watu wabaya, wametoachalia chaje sasa. Ngoja tuangalie huko ndani kuna nini. Bwana umeanza kuzingua bwana. Nizingue nini sasa? Binti kama kashtuka. Watu wabaya kama wale wanawaachaje hivi hivi? We've lost everything. Tumepoteza kila kitu. Let's go home. We shouldn't be here. Twende nyumbani. Hatupaswi kuwepo hapa. Kisa kinaingia. Yeah, what we came for. Unajua tunaweza tukaenda nyumbani tukapeleka inzi. Tunaweza tukaenda nyumbani tukapeleka watu wabaya. Wewe kila nikikwambia kitu utaki kunisikiliza. Wewe uone kwamba hii ni balaa. Hao watu watakuwa wanatufuatilia. We have to find some way to help Mom and Egon. Why don't you get that? Watafuta jinsi ya kuweza kusaidia mama na Egon. Tunahitaji kutafuta hata bandage. Tumepotea. Hatujapotea. When you went into that car to get the bourbon, wakati unaingia katika gari, mimi nilienda kuchukua debegi. Something happened. Yes. We got separated. Basi chukua tu kile ambacho tumeweza tukachukua. Dawa hizi hapa. Nilizobaki nazo. Twende. Nafikiri mara nyingi ulikuwa unaniona mimi ni mpuzi, lakini mimi sikutaka niache kitu. Yes. Nimefanya kitu japokuwa unaniona siku zote mimi ni mjinga. Nimeiba. Nimechukua zile dawa. I don't know what to say, but sikujua dadangu, mdogo wangu utakuwa mwerevu hivi. Let's go home. Sasa twende nyumbani. Sioni kama kuna cha kusubiri hapa. Be careful. Still breathing. Mom, huyu bado anaendelea kuhema huyu. Mom, can you hear me? Mama unanisikia? Wameshafika nyumbani, wanajaribu kumwangalia mama. I'm sorry, there's not much. Anasema jamani tumeshaleta. Just save it. Tumeleta dawa na mimi nimekuja naye huyu hapa. Nyinyi wasichana. Nilikuwa na wasiwasi sana juu yenu tokea mmepoondoka. Nashukuru mmerudi salama. Egon. Mpeni Egon kwanza, mimi nipo na afadhali. Mpeni dawa Egon, sio mimi. Sit up if you can. Give it to him. I will. Careful. Hey. Careful. Careful. How are you feeling? Better. Now that you two are home. The medicine is working, but it takes a while. You need to rest, Mom. Aliuliza kama hali ni nzuri na kila kitu kama kiko sawa, na kweli kila kitu kipo sawa.
Ila sasa wasichokijua hao wasichana wameleta inzi. Si ule jamaa aliambiwa kwamba afuatilie, ila sijamuona mpaka sasa na sijui kitu gani kilichomtokea ule jamaa. Yeye kawaona, yeye amefika mpaka hapa. We saw this. Ameona hii. Well, you helped us because of you. Lakini hii inaweza kutusaidia sana mama. Who is he? Huyu jamaa kwanza ni nani? He's the man who killed your father. Anasema huyo ni mtu ambaye amemuua babako mzazi. Ameona hii Nicholas. Akaniuliza, hii ni ya nini? Nikamwambia si kitu. Anasema si huyo mtu ambaye mmemuona huko kawaulia baba mzazi. Sio mtu mzuri hata kidogo. All in danger, we need to... Na tupo katika hatari, inabidi tuondoke haraka sana. Yaani kama nyinyi mmekuja na mjiangalia nyuma, tunafuatwa. Get out of here. Tunahitaji kuchukua kila kitu chetu hapa na tutimke. Yaani hapa tusikae, Pasifiki ya usiku. Greta, what happened? Stop! Wait! I feel so stupid. What? Why? I knew we shouldn't have trusted him. He's probably... Nilijua tu ile jamaa siwezi kumwamini. Kumbe ndiye ambaye ametulia baba yetu mzazi. It's all my fault. Yote ni makosa yangu. Sasa tumewaleta wa jamaa. Wacha kujua kwamba sisi tunakaa huku. Either this and we get killed. Yaani kile ambacho kimetokea, dada, wala usipige kelele, sawa eh? Tutafanya kile tunachokiweza kuhakikisha kwamba hakuna jambo baya linaweza katufika. But we can't. Tujiandae kupambana na hao watu. Have time for that. Hatuna muda wa kuanza kuwaza na kufikiria sana. Tujiandae kupambana na hao watu. Alimwambia sawa mdogo wangu. Nimekusikiliza. When did you get so smart? I learned from the best. Listen, I just need a minute. You go back inside. I won't be long. Okay. Mambo inachemka sasa, wajiandae kabla hawa jamaa hawajafika. Wajiandae. Manake mambo ni moto. Mambo ni fire. Gari ile pale. Igo nikashaanza kupata nafuu. Yuko wapi mdogo wako? Anasema mna tatizo, yuko sawa. Bwana, wajomba hapa wameshakuja mzee baba. Pigwa risasi Igo ni nyingine. Sidhani kama atapona. Mtoto wa kike ndiye anakuja sasa. Baada ya kusikia milipuko huko nyumbani. Igo ni tayari kasha dedi. Anasema msije mkasogeza hata mguu. Come with me. Na nikisema mkuje mnakuja, tuongozane. Haya mkuje tunzetu. Mtoto kike anakuja na shuhudia. Igo tayari is dead. Wamemwangaikia dawa lakini anakuja kufa kizembe kweli kweli. Wameleta madui bila ya kujua. Egon. Bahati nzuri kulikuwa kuna bunduki na sijamuona mdogo wake, sijamuona mama. Watakuwa tayari wameshabebwa. Ndio tayari kumeshanuka hivyo. Mimi sisemi mengi, ila shuhudia vurugu hii hapa. Ni noma sana.
Wewe bwana mkubwa, tulia kama ulivyo na unaonyesha mama yangu yuko wapi na mdogo wangu yuko wapi. What's left of them at least? Yeah. Anasema nadhani watakuwa wameshakufa kitambo. Utanipeleka katika maiti zao sasa. Hamna tatizo, basi tulia. Mdogo mdogo mwanangu. Utaendesha. Kaa upande wa kuendesha gari uendeshe. Throw the knife out the window. Cuff yourself. Jifunge mwenyewe. Really? Kweli? Cuff yourself. Sasa najifunga. Na mbona jifunge kwa dalili zako? Nimeshajifunga tayari. Drive. Endesha. Utanipeleka mahali ambapo ndugu yangu yupo, mama yangu yupo. Transit. Safari ndio hiyo hapo. Mzana cheka. Thought this would happen, but here we are. I bet you wish that you had had me. Nilikuwa nawatakia mambo mema na mazuri. If you, lakini nyinyi kwa dadiki zenu mnajiona kwamba nyinyi mna uwezo wa kufanya kila kitu. Mwanzo mlitaka kuniua. Mmenikosa. Japokuwa mimi nimewasaidia katika kila jambo lenu, kila mambo yenu. Lakini bado mkaniona mimi ni mjinga, sifai, napaswa kufa. Uzi mdogo wewe. Shen, tafadhali. Hakuna cha afadhali, please. Don't speak. Usizungumze. Tulia kama ulivyo. What I'm going to do. Najua nini cha kufanya. Najua ni kufanya nini. I just couldn't bear to think. Unajua nilikuwa ni mtu mzuri sana kwenu. Basi tuwe basi. Tuwe. Maana naona ungeongea tu hapa. Yes. Yes. There she is. Ndio yeye. Mizuka yako hii ndio naipendaga hii. Mizuka ya usugu, ya kujiona unaweza kufanya kila kitu. Sasa nataka nikwambie, hii dunia sio sehemu salama hata kidogo. Hii dunia ni nyinyi kufa tu. Like you have all died. You're nothing. Mnakufa. This world is meant now for people like me. You've only lasted this long because you've been hiding out. But guess what? That is finished now. You're wrong. You can do whatever you want to me, but you are wrong. People like us, we're gonna save the world. People like you, you're dead already. If you're gonna kill me, go ahead and do it, but Shane. Anasema kama wakuniwa basi niue. Please let me go. Sio kuniacha hivi. Mimi nakuwa kwa sababu siwezi kumwacha mtu. Which one of you? Sasa ni mwanze nani kati yenu? Nianze sai, nianze nkate. Nani wa kwanza? Nianze sai, nianze nkate. Hapo patamu sasa. Dogo anamleta mtoto wa kike, amekuwa chini ya ulinzi. Out. Toka nje. Easy. Taratibu basi mchumba, taratibu bwana. Kuwa mpole mchumba. Well. Vizuri. Naona umeniletea jamaa wangu. Hatimaye familia yote iko hapa. So what do you want to do? Sasa unafikiri unataka ufanye nini tena? Familia yako iko hapa. Unataka labda nifanye biashara na wewe, labda niwaachie ndugu zako hapa? Si waachie hawa. What do you want? Stepmother or your sister? Sasa wewe fanya ujinga wako alafu uone. Mdogo wako anakufa? I guess. Ama mama yako? Die. Utulie. Mzee akataka kuleta zake za kuleta, kapigwa. Kuda deki zake na mwingine naye pia kachapwa.
Mtoto yuko vizuri, yuko faster. What were you thinking? Let's get out of here. Twendeni. Tuondokeni. Patamu hapo. Kumenoga mzee baba. Dinoma. Ni shida. Atoki mtu huku. Come on. Reload. Underneath the seat. Mane. Mzee hataki kuondoka jamaa. Hataki waachie waende. Vurugu. Naoma sana. Yebo. Hatari. We mzee tuache. Hapo chacha. Mzee bado anakula nao sahani moja. Mtoto wa kike akasema hapana. Ngoja uniseme naye sasa. Huyo analeta masiara. Ngoja niseme naye. Anajiandaa mwacha kuje ili amuonyeshe kitu. Binti kalala chini afu akatoboa tenki. Nimemkanyaga. Shule imeisha hapo. Nini tena? You said everybody has to die. Anasema kila mmoja anapaswa kufa, lakini wewe tangulia tu mzee baba. Ana kibiriti. Unamkimbiaje? Kitu. Kuna kuchomoka hapa. Ana kasharibu kitasa. Paka achomoke mzee. Imesha kula kwake. Kusha. Hey. Kuishi nei babuji. Anasema umepiga vizuri sana. Nice shot. Nice shot. Kuda deki. Kazi ndo hii hapa, wanaita Road Wars. Max Fari. Hii ni ya mwaka 2024. Egon wamemzika, wanaomba, na hatimaye sasa wanaanza kuishi kwa raha mustarehe. Japokuwa wamempoteza Egon, lakini kwa kiasi kikubwa wamemaliza na kukiangamiza kile kikosi ambacho hakikuwa kikosi kizuri hata kidogo. Anasema this is our, hapa ni nyumbani kwetu, tutahakikisha tunapalinda, tutapambana na kila atakayekuja. Tuko tayari katika hili. I need to be able to shoot like Greta. Will you teach me? Greta can teach you. Will you? Yeah. But you have to listen to me and do everything I say. I will. Mambo imeisha. Ulikuwa nami kipindi chote, niite DJ Make. Tumemaliza kama hivi.